Hizi sio tafiti za mezani au za Google. Sisi tunaenda mpaka sehemu husika, tunaweza kutizama matatizo yanayokumba wakulima. Matatizo yanayokumba wakulima naweza kuyasema kwa ufupi kama mambo matatu. Ndio maana mimi nimeweka matatizo ya wakulima katika makundi matatu. Makundi matatu ya matatizo makubwa Tanzania ama pengine Afrika yamejikita kwenye maeneo matatu kwa wakulima nchini ama Afrika kwa ujumla. Cha kwanza, wakulima wengi wanalia masoko. Naomba kushuka jamani, naomba kushuka. Mimi huwa naongoza kwenye timu yangu, huwa naongoza kwa woga kwa hiyo. Naomba hapa niseme la ukweli, mimi katika safari kama hizi nasema nautaka sana ugali. Kutembea tunataka ugali na tuna watoto. Ushafahamu? Unasikia mama alianguka huko kwenye mapori. Umekuwa mzalendo kuliko Manyelele. Kwa hiyo tumetembea mahali penyewe. Ndio kumbe shambani penyewe hapa. Na acha nikuoneshe kwa ujumla mahali ambapo tumefikia mashambani. Nitakuletea vipindi vingi sana kutoka hapa, nitakuonesha fursa kibao ambazo zipo hapa, nitakuonesha kitu cha tofauti. Kila shamba tunaolitembelea Tanzania lina kitu cha tofauti. Hatutembeagi tu kama mafara. Tunatembea kwa lengo. Tunafika sehemu kwa lengo. Kwa nini tumevuka mashamba yote tumekuja hapa? Lazima kuna kitu cha msingi sana ambacho tunaenda kukuletea kutoka hapa. Ndio tunafika kambini, baadaye tutapika ugali hapa, nitakuonesha namna tunavyopika ugali wa udaga na mchembe. Hapo baadaye ikiwa nimetulia, nitakuonesha namna tunavyofanya. Na kambi yetu hapa ndio kama hivyo. Kambi imetulia kama kawaida. Hapa watu wanavuna mazao na wanatulia na kupeleka shambani. Huyu mkulima ameacha kilimo cha mazoea na sasa amekwenda kwenye kilimo kingine cha miti hii. Hili ni somo linalofuata. Fuatilia mpaka mwisho upate kujifunza maarifa ambayo pengine hayafundishi katika mifumo rasmi ya elimu. Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Hapa bana ni Dumila. Kilichoshangaza kuhusu Dumila ni kwamba huu ni mji mdogo, unaweza kusema unajengwa kwa kasi sana. Hii ni kama kilomita 5 hivi. Kilomita 5 hajafika hapa, kwenye kilomita 2 kuelekea 3. Lakini unaweza ukaona kwamba bado njia yote hii tumekutana na majumba watu wanajenga, ukadhani labda sio vijijini. Kama vijijini lakini ni mjini hasa. Ukienda pale Dumila Center usiku ndio utaweza kushuhudia maneno nakwambia, kwa sababu utakuta pale watu wengi sana, magari mengi sana. Hii ni njia panda, ni makutano ya barabara kwenda Dodoma, Dar es Salaam, unaweza kwenda Morogoro. Yaani kama vile unakutanisha mikoa yote kupitia hapa. Ni kama kitovu hapa kwenda Iringa, kwenda wapi kutokea hapa ni pepesi zaidi. Kwa hapa na kuonesha kwa ufupi eneo husika. Hii ni barabara yenyewe ambayo tunapita. Hii ndio inaelekea kwenye Dodoma na tunapoelekea huko. Lakini huku tulipotoka ni ndio Dumila kwenye center kuelekea Morogoro kisha Dar es Salaam. Unaweza kaona majumba zile yale South ile pale. Haona kudanganya vijana. Tazama na kwingine pande zote hizo. Watu wananunua maeneo hapa, wanajenga sheli. Hii ni kama kilomita kadhaa toka katikati ya Dumila pale, ambapo Dumila kwenyewe ukiingia unaweza kama umeingia labda katikati ya jiji la Dar es Salaam, kwa sababu utakuta usiku mishe nyingi sana. Biashara halali na haramu zinaenda vile kwa wakati mmoja. Ushafahamu? Ziko pale Dumila. Nikwambia haramu, sitaki kujua ni haramu gani. Lakini kwa ufupi ina maana ni sehemu iliyochangamka kama mji mwingine. Sasa tunaambiwa hapa viwanja shingapi? Viwanja maeneo kama haya shingapi? Okay. Acha nikupe siri kidogo. Eneo la kujenga nyumba size tu hapa ambayo ipo kando ya barabara inaenda mpaka milioni 5 hivi. Unashafahamu? Lakini uzuri wa hapa pia mashamba yana range kwenye milioni 2 yaliyo karibu na mito, vyanzo vya maji, lakini yale mbali kabisa kama labda ambao uzo kalima mahindi yanaenda kwa kwenye milioni 1, ekari 1. Unaweza kuona kwamba thamani ya mashamba hapa inapanda kwa kiasi gani. Hapa ndo tunachepuka kutoka barabara kuu kule ambayo inaelekea Dodoma, na hapa tunaingia zetu mashambani. Tunazama mashambani kuweza kujionea ni nini hasa kilichopo. Ushafahamu? Sasa usije kucheka hapa. Tumegonga. Sasa acha nikuoneshe kidogo siri ya mtungi. Twende. Acha nikuoneshe siri ya mtungi. Hapa tunaseleleka kwenye mtelemko. Kwamba hapa tumepigwa mishikaki 8
tuko 8 kwenye pikipiki moja. Ni nani wameambatana katika safari hii. Hii ndio uhalisia ambapo tunakwenda mashambani. Sikudanganyi kwamba tunaenda kwa gari, nitakwenda kudanganya. Kwa sababu sisi tunaenda maeneo ambapo hata gari yenyewe haifiki. Ushafahamu? Kuna wakati ambapo tunafika mahali hata pikipiki haipiti, inabidi tubebe kwenye baskeli. Hata kuna mahali ambapo tutafika baskeli haipiti, inabidi tubebwe kwenye migongo. Ushafahamu? Kwa mfano hapa ni kama tukwambia Morogoro, kila ukitembea kidogo kuna mto. Huu mto mwingine unaitwaje? Mto gani? Jua Kali. Huo mto wa Jua Kali. Unaona? Unakauka au unakuwa muda wote? Hapa kuna mito mingi sana Morogoro. Na nikwambia kitu muhimu sana hapa, kilimo maarufu sana ni kilimo cha hii kitu inaitwa miti ya mitiki. Lakini ndani kule wamelima mbao. Una miti ya mitiki iliyopendeza. Inapendezesha sana mazingira. Ni miti ambayo imekubali. Alafu kule kuna ufuta ule pande mwingine. Ushafahamu? Wanapanda ufuta. Kwa hiyo hapa inakupa picha halisi mazao wanayostawisha huku kanda huu. Yaani wanastawisha mazao. Yaani ufuta kwa wingi sana, unaona mbaazi pale, miti ya mitiki, unaona mpunga, tumetembea mashamba mbalimbali, tumejifunza vitu vingi sana. Kuna kilimo cha ukanda huu pia, kuna katani, pengine hali ya hewa ya huku ndio inaruhusu mazao mengi. Kuna alizeti kule kwa mbali kutizama kule. Na tunazidi kuchanja mbuga. Kuna mahali ambapo tutafika ndugu yangu tutatembea kwa mguu. Na kuna mahali ambapo ikishindikana tutakupanda baskeli, na kuna mahali tukifika tutabebwa mgongoni. Unaona? Kama mtoto mdogo. Hapo unaona asili ya huku, unaona miti, misitu kama misitu midogo. Kwa hiyo watu wameanza kulima kwa kasi, watu wanakuja kwa kasi ukanda huu. Mimi ukiniambia Bongo hapa Tanzania katika maeneo yote niliyotembelea, kwa sababu mimi ni kama Vasco da Gama wa Bongo hii. Kama Vasco da Gama natembea sana maeneo mengi. Ukiniambia kwa Bongo hapa nikae sehemu gani kama mjasiriamali, mimi ningekwambia ningechagua Dumila, au eneo lingine ningechagua eneo la Kata pale, Msata. Ile eneo la Msata ni njia panda kwenda Bagamoyo pande moja, njia nyingine inaenda Dar es Salaam, Morogoro, njia nyingine ndio unakwenda Tanga, Arusha. Sasa mimi ningekaa pale kati kama mjasiriamali, ambapo sasa ningefanyaje? Kwa nini nakaa pale kati? Ina maana mimi ningeweza kuzalisha mazao, ningenunua shamba kule maporini hata kama ni 50. Na hasa ndio nachofanya, sio ndio nafanya. Come on. Kwa hiyo ina maana nanunua shamba kule maporini, alafu nakuwa na center katikati pale kwenye eneo kama Msata, alafu nakuwa naanzisha kama aidha huduma za jamii kama vyakula, na kuwa na mgao wa cooperate masaa 24. Kwa hiyo navuna mazao shambani, na kama kuku nafuga na tengeneza maya kuku pale, watu wanapita masaa 24 pale unauza. Ndicho kinachotokea pia Dumila. Unaona? Dumila pale masaa 24, wafanya biashara pale wa matunda, mboga wanaweza kuuza masaa 24 bila kusimama. Magari yanapopita pale, magari mengi. Niliongea na kijana mmoja ambaye yeye alianza na mtaji wa shilingi 300 pale Dumila nguzo mbili. Yeye kwa siku anaambia analala na shilingi 100 mpaka 300 kwa siku. Ambayo hiyo ndio hela ambayo wafanyakazi wengi ambao wako maofisini wanapokea, pengine hata kwa mwezi 200, 300 kwa mwezi. Yeye anaitengeneza kwa siku moja, kijana mdogo tu miaka 24. Ushafahamu? Elimu darasa la 7, lakini amejituma, analala pale pale, anafanya kazi yake na anaingiza pesa. Ushafahamu? Kupitia hiyo njia panda ya Dumila. Sasa maeneo haya ni machache Tanzania, lakini pia ukienda kanda ya Ziwa unaweza kukutana na eneo kama pale Kahama, nao ni njia panda nzuri sana. Lakini ukitembea zaidi, ukienda kama eneo kama kwa kule Ngara, ungesema Rusumo pale. Ushafahamu? Rusumo. Kwa kuna maeneo ambazo ni njia panda za kimkakati ambazo kama mjasiriamali ukijitafuta ukajipata unaweza ukaanza. Kwa hiyo hata unaweza kuanza na mtaji mdogo sana, ukawa mchuuzi wa mazao, unachukua shambani, unakuja pale barabarani, unauza. Unaweza kama ni mjasiriamali wakati ukaanzisha labda mgawa wa hoteli, ukaweza kulima mazao kule shambani au kununua na kwenda kuyaongeza thamani kwa kuuza pale chakula barabarani. Ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunazidi kuchanja mbuga hapa, tunaelekea maeneo ya Jua Kali, ambapo ukiangalia ukanda huu ni kama mlimani hivi, na udongo wake kutizama ni mwekundu ambao kuna mchanga, lakini kama yenye changarawe kidogo. Unaona? Changarawe. Sasa huko wakati wa mvua bodaboda zikasoma. Kuna wakati ambapo hapa ndio tunashika kupitika, lakini namshukuru Mungu. Mimi naomba kushuka. Naomba kushuka. Mimi huwa naongoza kwenye timu yangu, huwa naongoza kwa woga. Kwa hiyo
Naomba hapa niseme la ukweli, mimi katika safari kama hizi nasema nautaka sana ugali. Okay, ulikana ushuke? La shuka tushuke kwa sababu hii habari ya kutembea tunataka ugali na tuna watoto. Ushafahamu? Unasikia mama alianguka huko kwenye mapori. Umekuwa mzalendo kuliko Nyerere. Kwa hiyo tumetembea hivi eneo. Ndio kumbe shambani penyewe hapa. Na acha nikuoneshe kwa ujumla mahali ambapo tumefikia mashambani. Nitakuletea vipindi vingi sana kutoka hapa, nitakuonesha fursa kibao ambazo zipo hapa, nitakuonesha kitu cha tofauti. Kila shamba tunaolitembelea Tanzania lina kitu cha tofauti. Hatutembeagi tu kama mafara. Tunatembea kwa lengo. Tunafika sehemu kwa lengo. Kwa nini tumevuka mashamba yote tumekuja hapa? Lazima kuna kitu cha msingi sana ambacho tunaenda kukuletea kutoka hapa. Endelea kufuatilia kipindi hiki mpaka mwisho. Kama ndo pengine ndo mara kwanza unatazama vipindi hivi kutoka AJ Farms mashamba na utembea, action na subscribe, like na kushare. Lakini unaweza comment chini ya video hii, tupe mawazo yako, uliza maswali pia. Unaona, tutakujibu kutoka mashambani moja kwa moja. Hizi sio tafiti za mezani au za Google. Sisi tunaenda mpaka sehemu husika. Tunaweza kutizama matatizo yanayokumba wakulima. Matatizo yanayokumba wakulima naweza kuyasema kwa ufupi kama mambo matatu. Ndio maana mimi nimeweka matatizo ya wakulima katika makundi matatu. Makundi matatu ya matatizo makubwa Tanzania ama pengine Afrika yamejikita kwenye maeneo matatu kwa wakulima nchini ama Afrika kwa ujumla. Cha kwanza, wakulima wengi wanalia masoko. Masoko. Unaona? Kwa kila mkulima analima vizuri, anazalisha vizuri, lakini akifika hatua anakuambia soko bana. Kwa hiyo nguvu zake zote anajikuta hakuweza kumudu kupita kwa sababu ya soko. Mtaji unadidimia kwa sababu ya soko. Amelima nyanya zake, amejichanga kwa miaka kadhaa, amechukua mpaka mkopo. Kuna wale wachukua mpaka mkopo. Anakwenda kulima alafu akisha kuvuna, ampeka sokoni, alitegemea soko lingekuwa shilingi 1000 kwa kilo. Akifika kule sokoni, kuisha habari yake nakuta bei pengine hata ni shilingi 200. Kuna wakati ambapo wakulima anafika hatua kwenye baadhi ya maeneo kama Morogoro, tuliwahi kushuhudia kama miaka kadhaa iliyopita, ni kwamba mkulima anafika hatua ya kuvuna nyanya alafu anaogopa mpaka kuzivuna kwa sababu anaona ni gharama kubwa sana kuvuna nyanya, kwa sababu inakuwa ni gharama kubwa. Yaani akipiga hesabu kwamba nikipeka sokoni bei hata ya kusafirisha na kuvuna haitoki, hela haitoki. Achana hela ya kumwagilia, mbolea na kila kitu. Sasa anakutana na soko liko chini, anauza kwa hasara. Kuna wengine ambao wanafika hatua anaziacha nyanya kule shambani ziharibikie kule. Si nyanya tu, bali karibu kila zao linakutana changamoto ya soko hapa nchini Tanzania. Sasa kwa nini sasa nitakuja nikuoneshe ni namna gani tunatatua tatizo, kwa sababu sisi hatutembei kama waandishi wa habari wale ambao wanakuambia yule mtu amekuta mtu amepata ajali, amebanwa na gari, anakuonesha mtu amepata na ajali, anaweza kumhoji, wewe umepata na ajali sasa unaumia wapi? Unajisikiaje? Unafanya chukua hatua ya kumnasua kwenye hiyo gari iliyomnasa. Sisi badala yake tunatembea na suluhu ndani yake. Kwa hiyo nitakuja kueleza hapa baadaye namna ambavyo tunaweza kutatua matatizo, kwa mfano tatizo la soko au matatizo makuu matatu, namna ambavyo tunaweza kutatua tatizo la soko kwa mfano. Unaona? Namna tunavyotatua tatizo la soko nitakueleza kwa kina namna tunavyofanya ili kuhakikisha kwamba huyu mkulima ambaye analima mazao yake au ana uhakika wa soko. Cha kwanza, tatizo la mkulima ni soko. Cha pili ambacho kinakuwa ni shida ni kubwa sana ni mtaji. Wakulima wengi anasema mimi naweza kulima vizuri. Mimi ni mkulima mzuri na uzoefu mkubwa sana. Mimi naweza kufuga vizuri, najua kuku nje ndani. Lakini sina mtaji wa kujenga mabanda. Okay? Lakini taasisi nyingi hazimtambui huyu mkulima kwa ajili ya kumkopesha. Taasisi za fedha nyingi hazitambui mkulima ambaye yeye ana dhamana, si ndio? Yeye hawezi kukopesheka kwa urahisi. Sasa wale watu wa mikopo wanataka uwe na dhamana, uwe na nini na makaratasi, uoneshe bank statement, walio wengi. Of course nitakwambia kwamba namna pia tunavyobadilika na suluhu zinakuja. Tunaona kwamba baada ya muda fulani tunaanza kuona mabadiliko makubwa sana. Mtaji. Naona watu wengi, of course mimi wasishauri watu wengi kwamba uchukue mkopo ili kwenda kufanya kilimo. Wasishauri namna hiyo.
Mkopo ni kwa ajili ya kuendeleza biashara au kuendeleza mradi ambao umeshauanza miaka mingi. Labda ushaanza fanya ufugaji kwa miaka kadhaa na sasa hivi umejipata unajua kufuga vizuri, kuku labda 1000 umewamudu, sasa unataka kupanua shamba liwe na kuku 10,000. Hapo mimi nashauri chukua mkopo. Lakini kama unaanza ndo kwanza unaenda kuanza kwa mara ya kwanza, sishauri kabisa kwamba uchukue mkopo. Ushafahamu? Sishauri kabisa uchukue mkopo kwa ajili ya kuanza kilimo. Hilo nimesisitiza sana. Kwa hiyo lakini pamoja na hayo, hata wale ambao wameshakidhi vigezo vya kupata mikopo bado wanapata changamoto hadi sasa hivi ya kupata mikopo, au pengine hawana taarifa ya kujua wapateje mikopo. Pengine mikopo ipo, na hii naenda kutolea mafafanuzi hapa mwisho. Lakini kingine ambacho ni cha msingi sana hapa ni kwamba changamoto ya tatu, M ya tatu ni M ya maarifa, namna ya kufanya. Mimi nadhani maarifa hata ingetangulia ikiwa kwanza, lakini ukweli kwamba wakulima wengi wana uzoefu, wameshalima miaka mingi iliyopita. Kupitia uzoefu wamepata maarifa makubwa sana namna ya kuzalisha mazao, namna ya kufuga, lakini wamekwama kwenye maeneo haya mengine mawili, M2 nilizotangulia kusema kwamba masoko, mtaji, maarifa. Kuna wakulima wengine kweli bado wanakwama kwenye maarifa. Wako pia nao wengi wa kutosha pia, lakini si wengi kiasi hicho, kwa sababu wengine wamekulia kwenye familia za kilimo, anajua vizuri kulima migomba, anajua vizuri kulima nyanya, anajua vizuri kulima mahindi, lakini changamoto kubwa sana amekosa zile M2. Lakini kwa wale ambao wanakosa maarifa pia, na penyewe tumeleta suluhu. Kuna suluhu, kwa sababu hatutembei kama nilivyosema kwamba tunatembea kama waandishi wa habari ambao wanakupa taarifa lakini hamna suluhu. Unaona? Sasa badala yake sisi tunaleta suluhu ndani yake. Sasa kwa hizi M3 tunafanyaje kama wadau ambao kwenye private sector, lakini kwa kushirikiana pia na sekta nyingine au wadau wengine katika private sector, lakini pia katika taasisi za serikali, taasisi za umma, ndio wanasema PPP, public private partnership, kwamba tunafanyaje sasa kutatua matatizo hizi M3 ambazo zinakumba wakulima kwa ujumla wake. Kwa sababu mtu anasema mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri sana wakulima. Hiyo inaangukia kwenye nini? Maarifa. Namna kufanya kilimo pengine kinachoweza kuendana na mabadiliko ya tabia nchi. Unaona, kilimo mkingamo, ukavuna maji ya mvua, ukafanya hivi na vile, ukapanda mimea ambayo inaongeza rutuba katika udongo, mimea ambayo inafukuza wadudu. Hiyo bado ni maarifa. Kwa hiyo matatizo ya wakulima bado yanabakia mle. Mabadiliko ya tabia nchi yanaangukia kwenye kukosa maarifa. Bado mtu atakutana na matatizo hayo ya mvua zimekuwa chache, kumbe anakosa maarifa ya kuvuna maji ya mvua. Kwa hiyo matatizo ya wakulima kwa ufupi ni hayo matatu. Je, tunatatuaje matatizo hayo? Njia kwanza ya masoko. Kwa mfano, sasa hivi tunatembea hivi kwa ajili ya kuanzisha application ya kwenye simu, ambayo application hii inalenga kutoa taarifa, kumuunganisha yule mzalishaji wa mazao hapa shambani. Ndio maana tumekuja hapa tuchukue taarifa zake zote mpaka GPS alipo. Alafu watakuja kuniacha kule. Unaona? Ngoja naniita wenzangu pale, kwa sababu wameingia kwenye pori, lakini mimi hakuna pori ambao silijui bwana, hata kama ni mgeni. Ukiniacha pori yote naenda. Nimezaliwa pori mimi. Mtoto mdogo miaka mingi kwa anacheza na jani. Sasa ushafahamu. Kwa hiyo siogopi pori lolote. Hapa jamaa anaambia naachwa. Ushafahamu. Kwa hiyo wenzangu wametangulia kule chini na inabidi niende. Sasa naenda kuonesha kitu cha maajabu sana ambacho kinafanyika. Lakini hapo kwa ufupi ndio tumefika pale kambini. Tunafika kambini, baadaye tutapika ugali hapa. Nitakuonesha namna tunavyopika ugali wa udaga na mchembe. Hapo baadaye ikiwa nimetulia, nitakuonesha namna tunavyofanya. Na kambi yetu hapa ndio kama hivyo. Kambi imetulia kama kawaida. Hapa watu wanavuna mazao na wanatulia na kupeleka shambani. Sasa nataka nimalize haraka hizi habari nimalizie tuaje matatizo, itakuwa sija kusaidia na kuonesha matatizo afu sioneshi suluhu. Nonsense. Kwa hiyo tunatatuaje matatizo? Wamepita wapi? Nishukia hapa, au sio? Wenzangu wameshatangulia kule chini. Mimi niko napiga nondo kwanza hapa kabla sienda kule shambani. Unafahamu? Kwa hiyo suluhu ya soko tunaenda kuitatua, kwa sababu soko, mtu akiuliza soko ni nini? Soko ni taarifa. Come on. Ni taarifa. Ndio maana kuna kazi ya mawinga sasa hivi wamepata nini? Mawinga wale Kariakoo wanapata ajira, kwa sababu winga anachojua, alicho nacho tu, anajua taarifa kwamba kifaa fulani, simu fulani iko duka fulani. Kwa hiyo ukienda anaenda kuchukua simu ile kule, analeta na kuuzia. Kwa hiyo kazi kubwa aliyofanya, kidogo nitamalizia hapa kipindi kidogo. Nitawaita tu nitapata. Nimalizie kipindi changu hapa.
hamna tabu. Kiongozi tulionaye hapa ndio mwongozaji huyu. Huku unaweza kashangaa unakutana pia na nyoka au chatu. Kwa hiyo unaenda makini, tunaenda na silaha. Unaona amekwenda pala na mkuki ameuficha kwenye koti. Ushafahamu? Kwa hiyo tunaenda sambamba. Ukienda huku kitembea lazima uende kwa tahadhari kubwa sana kwa sababu ushafahamu. So unatembea kibwege. Unaona. Sasa nisema soko tunatatuaje? Unajua kila wakati naingilia kidogo wakati huo. Ni kwamba soko tunatatuaje? Kwa hiyo sisi tunachofanya, kwa sababu soko ni taarifa, tunatafuta taarifa za mzalishaji wa mali. Alafu tunatafuta taarifa za mhitaji wa mali. Mzalishaji wa mali ni mkulima, ni mfugaji. Tunamtembelea, tunapata alipo, tunachukua taarifa zake zote mpaka GPS, namba zake za simu na kila kitu, hata picha za eneo husika. Alafu tunaenda kwa mhitaji wa mali, mhitaji wa hiyo bidhaa. Tunaenda kwenye viwanda, kwenye wafanyabiashara wa ndani, wa nje, tunaongea nao, tunachukua taarifa zao. Hao watu tunatengeneza application moja ambayo hao watu watakutana kwenye application tu, kwenye simu. Wana download application hiyo, wanaingia mle, anatafuta, mfano mtu anatafuta maharage, anakwenda kula na search maharage ya njano. Anakutana na wakulima wote ambao tushawatembelea, anaweza kuwapigia simu bila dalali au anaweza kwenda mwenyewe kwa kuendesha gari mpaka eneo husika. Kwa hiyo itakuwa imeongeza sana hao watu kujuana. Taarifa tu. Na ndio maana Winga anafanya kazi, kwa sababu yeye alichonacho ni taarifa, na sisi tunaziwinda hizi taarifa kuhakikisha kwamba pande mbili hizi ambazo zilikuwa zijuani zinakutana. Lakini pia kwa issue ya mtaji, kwamba hizi taarifa tunazochukua pia tunachukua kwenye taasisi za fedha kama benki kama nini, na tunahakikisha kwamba zile taasisi za fedha zikutane, zijuane na nani? Zijuane pia na mkulima. Kwa mfano mkulima alikuwa analia mtaji, sasa anaweza kuunganishwa moja kwa moja na wanaotoa mikopo ya pembejeo za matrekta, kwa mfano combined harvester, planter na vifaa mbalimbali vya kilimo. Kwa hiyo inakuwa rahisi sasa, hao watu wanakutana kupitia pia hiyo application. Kwa hiyo application hiyo itapiga ndege watatu kwa wakati mmoja. Application hiyo inalenga pia kutoa elimu, kwa sababu ndani yake kwenye application kuna sehemu ambayo tunaweza, mkulima anaweza kauliza naweza kutumia kiasi gani kulima ekari moja ya alizeti, kwa mfano naweza kutumia mbolea aina gani, mbolea gani nzuri. Mle ndani application pia tutakuwa tunaonyesha pia mashamba darasa, mashamba ambayo yamefanya vizuri zaidi, ambayo mtu anaweza kuwa eneo akahitaji kwenda kujifunza katika shamba ambao liko jirani naye, kama sehemu ya shule, kwenda kupata kuongeza maarifa kutoka kwa wakulima ambao wana uzoefu na maarifa kumzidi yeye wenye uzoefu zaidi. Kwa hiyo ndani ya application moja tutakuwa tumepiga ndege watatu kwa wakati mmoja. Tutaweza kusolve matatizo matatu, M3 za wakulima. M ya kwanza ikiwa ni masoko kupitia taarifa kupitia hiyo application. M ya pili itakuwa ni maarifa, mtaji kupitia hii application ambayo itakutanisha mtoaji wa mikopo na mhitaji wa mikopo, hata na bima za mazao shambani. Lakini M ya tatu itakuwa ni ile maarifa, kwamba kupitia application hiyo tunalenga pia kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri kupitia application. Mtu anaweza kujifunza pia kupitia application hiyo. Kwa hiyo tuna solve matatizo matatu kwa wakati mmoja. Application hii itakuwa tayari lini? Itakuwa tayari kuanzia mwezi wa 8 ambapo tutaanza kuilaunch rasmi katika maonesho ya 8 na tutatoa utaratibu wote namna kuipata na utaratibu ukoje. Pengine ungehitaji kupata maelezo zaidi kuhusiana na hiki kitu ambacho tunakwenda kukifanya kikubwa kwa nchi yetu, na sio kwa nchi yetu tu bali Afrika nzima, na unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kwa namba ya simu 0743 812 853. Pia mimi naitwa Daktari Mkulima ama Jefama, ambaye pia ni mwadhiri katika chuo kikuu cha Mtani kitivo cha misukosuko, ambapo nafundisha kuhusiana na ujasiriamali wa kilimo. Sio kilimo. Mimi sifundishi kilimo, nafundisha ujasiriamali wa kilimo, kwa sababu naamini mkulima ni maskini kwa sababu hizo M3 zimempiga miaka yote. Lakini mjasiriamali wa kilimo ni mjanja sana kwenye hizo M3. Ni mtu ambaye anajua masoko yako wapi. Mjasiriamali wa kilimo anajua namna ya kuongeza thamani mazao yake na kuuza mali badala ya kuuza mali ghafi. Lakini mjasiriamali wa kilimo anao mtaji, lakini mjasiriamali wa kilimo na anajua jinsi ya kupata mtaji. Mjasiriamali wa kilimo pia ana maarifa. Kwa hiyo tunaenda hapa, ndio maana mimi nafundisha ujasiriamali wa kilimo na sio kilimo, kwa sababu naamini mjasiriamali wa kilimo ndio tajiri, lakini mkulima ni maskini wa kutupwa. Kwa hiyo ukitaka kujifunza pia kujiunga kwenye grupu yangu ya WhatsApp kwa ajili ya mafunzo na mentorship, nayo hiyo program unaweza kuwasiliana kwa namba ya simu hiyo kwa WhatsApp, ambapo utapata kujifunza vitu mbalimbali kutoka mashambani. Ni elimu ambayo inapatikana mtaani, na ndio maana nimeanzisha hiyo grupu ya WhatsApp na kuita Chuo Kikuu cha Mtani Kitivo cha Misukosuko. Ni elimu ambayo ni ngumu kuipata katika madarasa ya mfumo rasmi wa elimu. Hakuna mtu katika chuo kikuu chochote atakayekufundisha ninayokufundisha hapa.
Kama umependa vipindi hivi hakikisha una subscribe, like na kushare, lakini pia nipe maua yangu kwenye comments ningali hai. Umeona, nimejitoa kufanya hii kazi kwa uzalendo kabisa, na ndio maana tuna risk maisha yetu. Kitizama maeneo, si kila mtu, si kila mtafiti, si kila mwalimu anaweza kudiriki kwenda kutembea kiasi hiki na kuonesha vitu kama hivi ambavyo pengine ukivifahamu vinaweza kufungua fikra. Sasa nakwenda kuonesha kitu kingine kipya kabisa. Fuatilia kipindi kinachofuata, kwa sababu katika kipindi hicho gani huyu mkulima ameweza kufanya tofauti na wakulima wengine. Unaona, naenda kuonesha miti kama ile mbele unayoiona ile. Hii hapa inajulikana ni alizeti. Ushafahamu. Lakini hii miti ni nini? Watu wengi huu mti unafahamu, shai kuona. Sasa kwa nini mkulima acha nikuonesha hapa, pengine hujaona vizuri. Huyu mkulima ameacha kilimo cha mazoea na sasa amekwenda kwenye kilimo kingine cha miti hii. Hili ni somo linalofuata. Fuatilia mpaka mwisho upate kujifunza maarifa ambayo pengine hayafundishi katika mifumo rasmi ya elimu. Na hii ni elimu kutoka mtaani, chuo kikuu cha mtaani kitoko pale. Ushafahamu, wako kule mpaka ufanye kazi sana kuwapata. Asante sana na tukutane katika kipindi kijacho. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. AJEFARMS wamekuja na suluhisho la kudumu, na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na AJEFARMS leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako, uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni AJEFARMS. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa AJEFARMS unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la AJEFARMS. Wote mnakaribishwa.